Haleluya. Ni mama mzuri, ni mama anayetuombea familia yetu. Anaitwa Tumaini. Na anakuwa sehemu ya kuleta tumaini kwenye nyumba ya Eliakimu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sifia mke wako. Huyo ni wa kwangu. Sasa na utasifia wa kwako. Haleluya. Lakini pia tunakuja hapa kwa ajili ya kumsikia Mungu akisema na maisha yetu. Na wale ambao wanaandika, natamani tuende haraka sana, ni dakika chache sana. Dakika 15 au 20 tutakuwa tumemaliza. Kwa hiyo ukisema baada ya dakika 15 ndio utakuwa serious, utasimama tunafunga. Kwa hiyo dakika 15 20 tutaenda kwa haraka sana. Kwa wale wanaoandika, andika kukua kwa mambo ya rohoni. Kukua kwa mambo ya rohoni. Mwambie jirani yako kukua. Sema kukua. Mtoto akiwa na miaka 20, miaka 30 bado anatambaa, bado anajifunza kuongea, kuna tatizo. Kwa sababu tunategemea akizaliwa baada ya siku chache au baada ya masaa machache huyu mtoto aanze kubadilika. Akizaliwa cha kwanza anaanza baada ya dakika 5-15 anaanza kuwaza, kuna system inaitwa njaa, anaanza kuwaza nyonyo, anaanza kuwaza maziwa yako wapi. Kwa sababu huyu mtoto ashaingia kwenye system na ashaingia kwenye hatua za kukua. Baada ya wiki moja tunategemea huyu mtoto aanze kuleta mabadiliko. Wataanza kusema anaanza kufanana na baba yake, anaanza kufanana na mama yake. Baada ya mwezi mmoja amefanana na babu yake, kwa sababu kuna hatua zinaelekea za mabadiliko, kukua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya miezi mitatu tunaanza kuona mabadiliko. Tunaanza kuona mtoto kuna maneno anaanza kujifunza. Baada ya miezi 6 anatamani, hataki kukaa tena, hataki kumlaza tena. Akikaa anataka atambae. Kwa sababu gani? Kukua. Sema kukua. Sema kukua. Tunategemea huyu mtu akiokoka baada ya wiki moja tukute kuna hatua imetokea ya kwake ya kukua. Baada ya mwezi mmoja tunategemea tukute huyu mtu amekua. Na kukua kwa mambo ya rohoni sio chronological age, sio umri, nimezaliwa mwaka 1940. Ukikua kwa mambo ya rohoni, huko ndio kunaitwa kukua kwa mambo ya rohoni, sio umri. Sio nimeokoka 1980, sio nimeokoka 1940. Umekua kwa mambo ya rohoni, kwa sababu unaweza ukawa mkubwa miaka mingi, umezeeka, umeokoka mwaka 1800, lakini bado kumbe rohoni unatambaa, ni mtoto mdogo. Kwa sababu tunataka mtu huyu akue. Huyu mtu atoke hatua moja aelekee hatua nyingine. Huyu mtu atoke kwenye kutambaa aelekee kwenye kutembea, atoke kwenye kutembea alafu baadaye anashangaa anakimbia spidi kuliko baba yake. Naelewa sawa sawa. Kwa sababu tunajua huyu mtu anakuwa sasa. Na viashiria kwamba huyu mtu anakuwa, anaanza kusikia njaa. Ili ujue mtoto ana afya sawa sawa, huyu mtoto lazima awe na njaa. Mtoto akikaa wiki nzima hasikii kula, mpeleke hospitali. Kwa sababu tunategemea kuna vitu vianze kutokea kwake, viashiria vya kuwa huyu mtu anakuwa. Nataka nitengeneze introduction kwa dakika 5, dakika 10 tutahubiri, dakika 5 za mwisho tutaconclude. Ukisoma ile waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2, sio mstari ambao nataka tutengeneze msingi. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 2, Yohana anaongea pale, mtume anasema huyu, nimewaandikia ninyi watoto. Kuna level ya watoto. Nimewaandikia ninyi watoto kwa sababu mmesamehewa dhambi. Watoto wanahitaji kujua tu kwa habari ya nini Yesu amefanya msalabani. What Christ did on the cross. Wajue tu kile alichokifanya msalabani. Ndio maana mtoto akiokoka leo anaambiwa kwa Yesu ni tambarare, kwa Yesu ni ushindi, Yesu amemaliza yote, wewe ishi, kila kitu kiko sawa. Lakini huyu mtoto akikua, akifika kwenye umri wa ujana, anasema nimewaandikia ninyi vijana kwa sababu neno la Kristo linakaa ndani yenu, nani imemshinda yule mwovu. Sasa huyu anaanza kufundishwa kuparticipate.
anafundishwa kuhusika ili yale manifestation, kile kilichofanyika msalabani kwake sasa kiwe dhahiri. Ndio maana mtu aliyokoka leo anaanza kuambiwa kwa Yesu hapa ukija kila kitu kinakaa sawa. Kwa Yesu ukija familia inakaa sawa. Kwa Yesu ukija, lakini anavyozidi kukua ndo anajua kumbe kuna maombi. Anavyozidi kukua anajua kumbe kuna kufunga. Anavyozidi kukua ndo anajua kumbe kuna majaribu. Anavyozidi kukua ndo anajua kumbe kuna kukataliwa. Akiokoka siku ya kwanza, alafu akaingia siku ya kwanza, alafu akaanza kuambiwa kwa habari za siku za mwisho Yesu anakuja, anaweza kaogopa. Kwa sababu gani? Hajakuwa. Sababu yeye amezoea kula chakula. Paulo anasema wanakula chakula laini, wanakunywa maziwa. Sasa tunategemea huyu mtu akiokoka leo, baada ya miaka 3 huyu mtu atoke kwenye level ya kunywa maziwa aanze kula chakula kigumu. Atoke kwenye level ya kula maziwa, kunywa maji, kunywa uji, aanze kula makande. Kwa sababu tunategemea huyu mtu akue. Lakini mstari wa 14 anasema ninawaandikia ninyi akina baba kwa sababu mmemjua yeye aliye tangu mwanzo. Wakina baba kuna level unaanza kumjua Mungu by experience. Unamjua Mungu kwa sababu umemuelewa. Unamjua Mungu sio kwa sababu umemsoma mahali, ni kwa sababu umekuwa, na unavyozidi kukua Mungu anajifunua kwako. Unavyozidi kukua anajisema yeye ni nani kwako. Kuanzia hapo unamjua Mungu kwa experience. Kuanzia hapo hushuhudiwi na mtu ibada, kwa sababu wewe mwenyewe unamjua Mungu binafsi. Unamuelewa Mungu binafsi na unamuelewa na amejifunua kwako binafsi kwa sababu umekuwa. Kuna mambo mengi sana ya rohoni ambayo Mungu tayari ametuwekea, lakini hayo mambo hayawezi kutokea ghafla, ni wewe ukue kulingana na yale mambo. Ukishakuwa kulingana na yale mambo, ndio yale mambo yanaanza kutokea. Mambo ya rohoni yana siri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Paulo kwenye maombi yake, bado ni msingi tunatengeneza, kwa sababu hapo nitaongea dakika chache sana. Ndio maana Paulo, nataka nikuonyeshe jinsi ambavyo kukua ni muhimu sana. Ndio maana Paulo kwenye maombi yake, kwenye barua zake, Paulo anaongea kwa Efeso sura ya 1 mstari wa 17 pale. Anasema Mungu wa Bwana, Efeso sura ya 1 mstari wa 17. Nataka tutengeneze msingi mzuri ili tukiongea tuongee vichache alafu tuwe tumeelewa wote, kwa sababu dhumuni ni kukua. Bwana Yesu asifiwe. Efeso sura ya 1 mstari wa 17 anasema Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima na ufunuo katika kumjua. Kumbe inahitajika hekima na ufunuo katika kumjua, na ukishamjua tu umeingia kwenye hatua ya kukua. Na maana mstari wa 18 anasema ili macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo, na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo. Ukishamjua Mungu unaanza kujua makusudi ya Mungu kwako. Bwana Yesu asifiwe. Ukishamjua Mungu, ukishakuwa kwa habari ya Mungu, kuna vitu vya kimungu unaanza kuvijua. Ndio maana macho ya mioyo yenu yatiwe nuru. Macho ya mioyo yakitiwa nuru, kuna mambo ya kimungu unaanza kuyaelewa mwenyewe, hujasoma kwenye kijarida, kwa sababu umekuwa na Mungu akaanza kujifunua kwako binafsi. Sema kukua. Sema katika jina la Yesu, mimi nikue. Sema katika jina la Yesu, mimi nikue. Kuna watu hataki kukua. Sema katika jina la Yesu, mimi nikue. Sema katika jina la Yesu. Sema mimi nikue. Sema mimi, usinyoshee watu, useme wewe. Usitafute standard kwa mtu, standard kwa Kristo. Sema mimi nikue. Sema katika jina la Yesu, mimi nikue. Sema mimi nikue. Ndio maana Kolosai sura ya 1 mstari wa 9, bado haya ni maombi ya Paulo. Wakati nasoma kwa barua za Paulo nashangaa, Paulo maombi yake ni yalikuwa ya ajabu. Yalikuwa ni kwa ajili ya kanisa likue juu ya Kristo. Kolosai 1 mstari wa 9. Sio kwa sababu hiyo sisi nasi tangu siku ile tuliposikia, anasema hatuachi kufanya maombi na dua kwa ajili yenu, hasa ili mpate kujazwa maarifa. Mpate kujazwa maarifa. Mkishajazwa maarifa, naomba tusome pale. Kwa
sababu sisi tangu siku ile tulipo hatuachi kufanya maombi kwa ajili na dua kwa ajili yenu, ili mjazwe maarifa ya mapenzi yake katika hekima yote na ufahamu wa rohoni. Mjaze maarifa ya mapenzi yake na hekima yote na ufahamu wa rohoni. Kumbe kuna ufahamu unaitwa ufahamu wa rohoni. Kumbe kuna kujua mapenzi na kuna kuwa na maarifa juu ya yale mapenzi. Kwa hiyo unaweza ukayajua mapenzi ya Mungu lakini huna maarifa juu ya mapenzi. Ndio maana Paulo anasema kwa sababu hiyo sisi na tangu siku ile tuliposikia hatuachi kufanya maombi na dua kwa ajili yenu, ili mjazwe maarifa ya mapenzi yake. Maarifa ya mapenzi yake. Kuna watu wengi sana wameokoka lakini hawana maarifa juu ya mapenzi yake, kwa sababu maarifa juu ya mapenzi yake na hekima yote na ufahamu wa rohoni unahitaji mtu akue. Sema akue. Sema unahitaji akue. Mambo ya rohoni sio kama buffet, sio kuchota uende mbele uchota. Kuna kanuni. Ukitoka darasa hili, ukitoka awali unaingia la 5, unaingia la 6, unaingia la 7. Ukiisha darasa la 6, hata siku ukija usio ukasema narukia la 7, utaambiwa rudi la 6 ulikoishia, alafu tuendelea hapa la 7. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Niweke mstari ule wa 10. Niweke mstari wa 10. Mstari wa 10. Anasema mkisha kuwa na maarifa ya mapenzi yake na katika hekima yote na ufahamu wa rohoni, kuanzia hapo mnaenenda kama ulivyo wajibu wenu kwa Bwana. Mkianza kuenenda kama ulivyo wajibu wenu kwa Bwana, kuanzia hapo mnaanza kumpendeza kabisa. Na ukianza kumpendeza kabisa, kuanzia hapo unaanza kuzaa matunda, kwa sababu unampendeza. Na unavyozidi kumexperience Mungu, unavyozidi kuingia kwenye kufanya, unavyozidi kuingia kwenye kutenda, anasema unaongezeka katika maarifa ya Mungu. Anaanza kujifunua kwa experience. Anaanza kujifunua kwake ulipoanza kuingia kwenye ule utendaji. Lakini mambo haya ni mambo ya rohoni. Ndio maana tulianzia kwenye Efeso kwamba umjue Mungu kwanza. Ukishamjua Mungu, ufahamu kusudi la Mungu kwako, uwe na maarifa juu ya kusudi la Mungu, uingie kwenye kulitenda kusudi, uingie kwenye kuliishi na kulitimiza kusudi. Ni process, ni kukua kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Sema katika jina la Yesu, mimi nianze kukua. Sema katika jina la Yesu, mimi nianze kukua. Utajiuliza kwa nini tunaongea mambo haya mengi na kati tunaongea kwa habari ya kukua? Kwa nini tusikimbilie tu kwenye kukua, kwenye mstari mmoja tukauchukua wa kukua, tukakimbia na kukua, tukakimbia? Kwa nini unajiuliza kwa nini huyu baba anaongea vitu vyo? Kwa sababu lengo sio kusikia, lengo ni mtu akishasikia akue. Bwana Yesu asifiwe. Maana Petro wa kwanza 3:15 anasema muwe tayari siku zote kumjibu kila mtu atakaouliza kwa habari ya tumaini lililo ndani yenu. Utajuaje kumjibu kila mtu? Mpaka pale mafunuo, hekima ya Mungu ifunuliwe kwako, uweze kuisimamia imani yako na uweze kusema sio tu nimeokoka, uwe na uwezo wa kusema kwa nini nimeokoka. Ndio maana tunaongea mambo haya yote ili mtu mmoja akue, atoke kwenye level ya kusema Yesu ni Bwana, awe na uwezo wa kusema kwa nini ni Bwana. Utoke level moja ya kusema ninaabudu pale, uwe na uwezo wa kusema kwa nini unaabudu pale na unamwabudu nani. Usipotoka hatua moja na nyingine, kuanzia hapo fundisho lolote linalosikika unasema napokea. Sema kukua. Sema nikue katika jina la Yesu. Tusipokuwa kwa mambo ya rohoni, hatuwezi kummanifest Mungu, hatuwezi kumfunua Mungu. Kwa sababu Mungu lengo lake ni sisi tukue kulingana na Mungu alivyo, ndivyo Mungu ajifunue. Sikiliza, mambo ya Mungu ni hivi: vile viwango unavyomfahamu ndivyo viwango anavyojifunua kwako. Vile viwango unavyomjua ndicho kiwango cha karama yako itaoperate hapo.
Vile viwango unavyomjua ndicho kiwango cha neema iliyo juu yako itaoperate hapo. Vile viwango unavyomjua ndicho kiwango cha grace, cha favor, cha anointing, cha mafuta kitakapo operate hapo. Maana hapo ndipo unapomjua. Lakini tunataka mtu mmoja akue ili aweze kumfunua yule Mungu aliye mbinguni. Sema katika jina la Yesu, kuanzia siku ya leo nianze kukua. Unajua kwa nini? Tusipokuwa tutaambiwa kuna mkesha wa maombi, na mkesha huu wa maombi ili watu waje wengi. Kuna baba mmoja amejitolea mbuzi. Baada ya mkesha tutakunywa supu, kanisa litajaa. Si watu wako kazini usiku, watu si watakuwa kazini Jumatano saa 10 watakuwa kazini. Mchungaji na section imejitolea ng'ombe. Maombi ya section yatafanyikia pale Betheli, na wachungaji wa section wametoa ng'ombe itakaangwa na kuna watu wameanza kumeza mate. Imetolewa ng'ombe, na wale wapishi wanaopikaga jimoni watakuwepo kwa ajili ya kuhakikisha nyama zimekaushwa ili mafuta yatoke yote. Section yote iko hapa. Kumbe tunachotakiwa ni sisi kukua. Tukishakuwa tunamjua Mungu wenyewe binafsi, na tukishakuwa Mungu anajifunua kwako. Nimekwambia Mungu anajifunua kwako binafsi ukishakuwa. Ndio maana Ibrahimu ndio alisema Jehova Jire, lakini leo tunasema Mungu wewe ni Jehova Jire. Ibrahimu alipokuwa Mungu akajifunua kama Jehova Jire. Hebu kuwa Mungu ajifunue kwako katika jina la Yesu Kristo, ili utoke kwenye level ya kusema habari za Yesu uingie kwenye level za kumsema Yesu. Utoke kwenye level ya kujua habari kumuhusu Roho Mtakatifu useme habari za Roho Mtakatifu, kwa sababu umemwishi, kwa sababu umemuexperience. Utoke kwenye level ya kusema Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, uje kwenye level ya kusema Mungu wangu, ili vizazi vinavyokuja baadaye viseme yuko wapi Mungu wako. Visiseme Mungu wa Ibrahimu. Ibrahimu na Isaka na Yakobo walivyotembea na Mungu, walivyokuwa kwa mambo ya mbinguni, ndivyo Mungu alivyojifunua kwako. Shadrach, Meshach na Abednego walipotupwa kwenye tanuru la moto, Nebukadneza mfalme alivyochungulia akasema, naona mtu mwingine wa nne, huyu mtu mwingine kama mwana wa miungu hivi, huyu simuelewelewi. Kuanzia hapo tukasema Mungu wa Shadrach, Meshach na Abednego, yuko wapi Mungu wako? Tunataka tumjue. Lakini hiyo inamtaka mtu mmoja akue. Sema nikue katika jina la Yesu. Sema nikue katika jina la Yesu. Kukua kwa mambo ya roho ni process, ni hatua moja hadi nyingine. Unatoka kwenye mtoto, unaenda kwa kijana, unaenda kwa mtu mzima. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tusipokuwa kwa mambo ya rohoni, tutawanyoshea tu watu wengine vidole kwamba aisee yule ana neema. Sio ana neema. Hiyo neema ni buffet. Yesu alivyomaliza msalabani akasema imekwisha. Kila mmoja ana access ya kuipata, lakini access ni ukue kulingana na Mungu alivyo. Inua mikono yako ujisema katika jina la Yesu, kuanzia siku ya leo ninakuwa. Mtoto mdogo wa miaka 10, unayempenda mtoto wako sana miaka 10, ukimfundisha kuendesha gari, hata akiliweza gari, hata akijua sheria zote za barabarani, huyu mtoto akikamatwa na polisi, utashtakiwa wewe, itashtakiwa gari, atashtakiwa mtoto. Kwa sababu gani? Hajakuwa katika level ya kuendesha gari. Kuna vitu vingi vya rohoni ambavyo Roho Mtakatifu ashaviachia kwa kanisa, ambao Roho Mtakatifu ashaviachia kwako. Inawezekana uko hapa ni mtu mkubwa, inawezekana uko hapa ni nabii wa Mungu, inawezekana uko hapa ni mchungaji, inawezekana uko hapa ni mtu, ndani yako kuna ubilionea, ndani yako kuna ufahamu wa rohoni. Elewa sawa sawa. Ndani yako kuna maarifa ya kimungu makubwa sana, lakini yanahitaji wewe ukue. Ukishakuwa tu unapewa leseni. Na ukishapewa leseni,
ukikamatwa na polisi, huyo polisi atakuwa anatafuta tu pesa, kwa sababu una viwango vyote vya kumiliki hilo gari na kuendesha hilo gari. Sema katika jina la Yesu, mimi nikuwe. Sema katika jina la Yesu, mimi nikuwe. Twende kwenye Efeso sura ya 11. Efeso sura ya 4 mstari wa 11. Na karibu namaliza. Efeso sura ya 4 mstari wa 11. Sikiliza. Mungu alivyotoa zile huduma 5, zile fivefold ministry administration, zile huduma 5, lengo la kuzitoa zile huduma 5 ni ili kanisa watu wakue. Bwana Yesu asifiwe. Efeso sura ya 4 mstari wa 11 asema, naye alitoa wengine kuwa mitume, na wengine manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji na walimu. Mstari wa 12 anaonyesha makusudi ya kuwatoa ili kanisa likue. Nimekuambia sababu ya kuwatoa ni ili kanisa likue. Asema kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, kazi ya huduma itendeke, mwili wa Kristo ujengwe. Kwa hiyo akitokea ni nabii, akitokea ni mtume, akitokea ni mwinjilisti, akitokea ni mchungaji, akitokea ni mwalimu, kusudi lake ni kuwakamilisha watakatifu. Na kuwakamilisha watakatifu maana yake ni kuwa-equip watakatifu, kuwafanya wakue juu ya Yesu Kristo, kuwafanya wakue juu ya Mungu Baba, kuwafanya wakue juu ya imani iliyo katika Kristo Yesu, kuwafanya wakue juu ya haki ipatikanayo kwa njia ya imani iliyo katika Kristo Yesu, kuwafanya wakue juu ya neema ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo akitokea nabii nabii anatabiri. Unajua kuna vipimo tu vichache vya kumjua nabii wa uongo. Nabii anatabiri, anakuambia I see, na wanatumia Kiingereza. Kiingereza ni unaweza ukaenda tuition ukaongea Kiingereza. Now. Alafu anaondoka anaenda umbali mrefu. Unaenda kuchukua nini huko? Si Mungu amesema kwa nini uende huko? I can see now something behind you. Ninaona t-shirt ya njaa, t-shirt na neno la Mungu. Nikiliconnect hii t-shirt ya Manchester ina relate nini? Jana mlikula ndizi, na wakati unapika ndizi pakatokea mtu analeta soda. It's okay. Sio kila anayepatia ni nabii. Kwa Matendo sura ya 16 mtu mmoja sema, hawa ni watumishi wa Mungu wamekuja kuwaletea habari za wokovu. Paulo akasema, toka pepo. Kwa hiyo sio kila anayepatia ni nabii. Nabii anapimwa kwa neno la Mungu, anachokisema kinatokea wapi, source ya unabii wake, condition za unabii wake inatakiwa itoke kwenye neno la Mungu, na source yake iwe ni Mungu Baba, na tuone matunda ya ule unabii wake. Nabii akitoa unabii alafu ndoa ikatawanyika, akatoa unabii alafu familia ikavurugika, akatoa unabii alafu eti mtu akachika, wewe sio mke wako, mke wako ni yule pale. Wewe nabii gani wa hivyo wewe? Kazi ya nabii anasema ni kuwakamilisha watakatifu. Watakatifu wakue kwa habari ya Mungu, watakatifu wakue kwa habari ya Yesu Kristo. Anasema wakisha kuwa, kazi ya huduma itatendeka. Kuanzia hapo kila mmoja atajua nafasi yake, kwa sababu ameshakuwa equipped kwa ile nafasi. Kuanzia hapo kila mmoja atakuwa na ufahamu wa rohoni. Kuanzia hapo kila mmoja atakuwa na maarifa juu ya mambo ya Mungu. Kuanzia hapo kila mmoja, kazi ya huduma itatendeka. Na kazi ya huduma ikitendeka, kinachofuata ni mwili wa Kristo unajengeka. Bwana Yesu asifiwe. Sema katika jina la Yesu. Sema katika jina la Yesu. Nimekuambia hizo huduma 5 kazi yake ilikuwa ni kuwakamilisha watakatifu. Hebu tuende mstari ule wa 13. Asema hata na sisi sote tutakapofikia umoja wa imani. Kumbe dhumuni hasa ili tuone huyu mtu amekuwa kwa mambo ya mbinguni ni kufikia umoja wa imani. Tumebatizwa kwa roho mmoja, ubatizo mmoja, Baba mmoja. Manake sisi tunaamini kwa Mungu mmoja, tunaamini kwa Yesu Kristo aliyekufa msalabani akafufuka. Umoja wa imani.
Na umoja wa imani huu ni katika mambo ya rohoni na umoja wa imani kwa mambo ya mwilini, kwamba shida yako wewe inakuwa shida yangu mimi, unachokipitia wewe kinakuwa sio mtu anaanguka kwenye wokovu alafu mtu anasema niliwaambia. Manake hapo ushatuonyesha kwamba wewe hujakuwa, ila umezeeka kwenda kanisani. Sio kwamba mtu anaacha ibada alafu unasikia ametenda dhambi, ametenda dhambi, amebaki nyumbani, haji tena kanisani, ukasema mimi niliwaambia yule. Sio, manake wewe umetutangazia kwamba wewe hujakuwa kabisa. Kwa sababu ungesikia habari hiyo, kwa sababu sisi tumeshiriki umoja wa imani, ungefunga kibwebwe, ungesema siku 7 kavu mpaka yule nani arudi kanisani. Huo ndio umoja wa imani tunaoongelea. Sio niliwaambia mimi, yule hata kaa anavyotembea mapepe vile, nilijua hata kaa. Manake unatutangazia kwamba wewe ni mtoto mdogo, unatambaa kwenye mambo ya rohoni, ila juu una mji umezeeka. Sema nikue katika jina la Yesu. Haya mambo ni kwa ajili ya kanisa. Haya mambo tunatakiwa tuyasikie kwenye nyumba ya Bwana ili kusudi tukue. Jambo la pili, anasema tumfahamu sana mwana wa Mungu. Tena kumfahamu sio kumfahamu kidogo, tumfahamu sana mwana wa Mungu. Tukijajua kwa habari ya imani, kwa habari ya mambo ya imani na tulivyozaliwa katika imani ya Yesu Kristo, kuanzia hapa tuingie kwenye level nyingine ya kumfahamu sana mwana wa Mungu. Sema kumfahamu sana. Sema kumfahamu sana. Hili ni kanisa gani? Sema kumfahamu sana. Sema kumfahamu sana mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nasema tukishamfahamu sana mwana wa Mungu, tuwe watu wakamilifu. Kuanzia hapa tuwe watu wakamilifu kwa sababu tumemfahamu sana. Sijui tunaflow sawa sawa, sijui tunaenda sawa sawa kanisa. Sema katika jina la Yesu, maarifa haya yawe ya kwangu, ufahamu huu uwe wa kwangu katika jina la Yesu. Anasema kuwa watu wakamilifu. Tena jambo la 4 akasema kufikia kwenye cheo cha kimo cha Kristo. Kuanzia hapa tujue kwa habari ya imani yetu. Tukitoka hapa tumfahamu sana mwana wa Mungu. Tukishamfahamu sana mwana wa Mungu, tuwe watu wakamilifu kwa sababu tumemfahamu sana mwana wa Mungu. Kuanzia hapo tufikie kwenye cheo na kimo cha Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sema katika jina la Yesu. Karibu namaliza. Sema katika jina la Yesu. Anze kukua kuanzia siku ya leo. Mambo ya kutumiwa message ndefu katikati unakuta kutakuwa pia na bite, ndio unakuja. Sema nikue katika jina la Yesu. Sema nikue katika jina la Yesu. Watu wasipokuwa watumishi wa Bwana watazeeka haraka. Kwa sababu unaweza ukatangaza maombi mazito, maombi makubwa, kuna tukio kubwa Mungu amekwambia linataka kutokea, unasikia ndani kuna furukuta, unasema hapana kanisa tuombe, alafu unatangaza maombi, wanakuja watu 2. Mbaya sana. Sema mbaya sana. Ukitaka kuamini sio mbaya, ukipitia changamoto utafunga peke yako. Funga wakati huu tunapofunga kanisa zima. Kwa sababu kuna wakati kanisa litakuwa linashangilia ushindi waliofunga 2012. Wewe leo ndio utakuwa unafunga kwa sababu umepitia changamoto. Funga sasa hivi na watu. Usipofunga na watu utafunga peke yako. Hiyo ni kanuni. Hakuna kuvuka darasa. Hakuna kuvuka darasa. Ukikataa ibada mikesha, nakwambia hivi, kanisa litafungwa, naomba funguo kwa sababu kuna jambo minya, utakuja kulala kanisa. Kanuni ya rohoni, hauwezi kukwepa. Hauwezi kukwepa. Sema sitakwepa. Hautakwepa hata usiposema. Hautakwepa nakwambia. Acha watu wafunge hapa, waje watu 10, waombe, wewe lala. Kuna siku na wenyewe watakuwa wamelala wakimsifu Mungu kwa ushindi. Wewe utakuja kulala mwenyewe na mbu wote wailala. Watakuja kukushughulikia.
Turudi kwenye mistari. Turudi kwenye neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tumfahamu sana mwana wa Mungu. Mtu awe na uwezo wa kumfahamu mwana wa Mungu. Amjue Mungu kama Mungu Baba. Amjue Mungu kama Mungu Mwokozi. Amjue Kristo kama Masihi. Amjue Kristo kama Bwana. Amjue Kristo kama Mwokozi. Aweze kueleza kwa nini Yesu alikuja kama mwana wa Adamu. Kwa nini Yesu alikuja kama mwana wa Mungu? Kwa nini alikuja? Kwa nini alikufa msalabani? Alikufa, alilipa deni gani? Alimpa nani lile deni? Haya ni mambo ya mtu kukua, lakini huwezi kukua, sio bahati mbaya, ni step kuelekea mbele ya kukua. Bwana Yesu asifiwe. Mkristo wa kawaida aweze kueleza kwa habari ya kuzaliwa kwa Yesu. Isiwe scenario, iwe ni experience. Yesu amezaliwa ndani yake. Awe na uwezo wa kueleza kusulubiwa kwa Yesu, na sio kueleza habari za Yesu, ni kumweleza Yesu. Unaweza ukajua habari zangu lakini unijui mimi vizuri, lakini mke wangu ananijua mimi kwa sababu yuko na mimi muda mwingi. Nikaa na Yesu muda mwingi, anajifunua kwangu. Uwe na uwezo wa kumweleza Yesu aliyesulubiwa, na aliposulubiwa kitu gani kilisulubiwa ndani yangu. Uwe na uwezo wa kueleza Yesu aliyezikwa, na alipozikwa utu wa kale ukazikwa pamoja naye. Galatia 2:20. Warumi 6:6. Wagalatia 2:20, tuwekewa Galatia 2:20. Asema nilisulubiwa pamoja na Kristo. Anasema si mimi ninaishi, bali ni Kristo anaishi ndani yangu. Kwa hiyo mwili wa dhambi, ile power iliyokuwa inanipeleka kutenda dhambi, Kristo alipokufa ikafa ndani yangu. Kwa hiyo kuanzia hapa, ile nguvu ilikuwa inanisukuma kutenda dhambi, sasa Kristo amezaliwa ndani yangu, ananisukuma kutenda haki. Mkristo wa kawaida awe na uwezo wa kueleza kwa nini Yesu alifufuka. Alivyofufuka, mtu mpya, kiumbe kipya kikazaliwa ndani yangu. Lakini haya mambo yote yanamtaka mtu akue, atoke kwenye level ya kunywa maziwa, atoke kwenye level ya kunywa chakula kilaini, aanze kula chakula kigumu. Atoke kwenye level ya kula chakula kigumu, aingie kwenye level whether ale maziwa au ale chakula kilaini, wakati mwingine anaweza asili. Mtoto wako mwezi mzee, sio kuona kuna jambo limetikisa familia kwa sababu kufunga familia nzima. Kuna level inataka mtu akue. Kuanzia hapo unaanza kumwelewa. Kuanzia hapo unaanza kuona siri za Mungu zinafunuliwa kwako. Sikiliza, mimi hapa nina ushuhuda. Wakati ninakuwa, wakati niko bado mdogo sana, sio mkubwa sana pia, lakini wakati bado niko mdogo sana, na mimi nina zamani zangu za kale. Wakati niko mdogo nilikuwa nishaplan, nikasema mimi lazima niwe daktari wa figo, specialist wa figo, lazima nikimbizane na figo. Hasa pale nyumbani kwetu. Kwa hiyo nilikuwa muda wote nasoma, muda wote nikiwa nimeshika simu, lazima unione niko kwenye video zinaonyesha operation, na yani nikiona damu zile operation, watu wanapokuwa makini, yani nasikia raha, naona kuna kitu kinaingia ndani yangu, naona tafika hapa. Ndugu yangu mmoja, brother yangu, akasema akija kuangalia tu video, sasa unaangalia kitu gani? Ila mimi nikiangalia ni siku ya manane, nanunua bando lingine, ikiisha kabla operation haijaisha nainua bando lingine iendelee, yani nione tu yani vile watu wanafanya, nasikia raha, sababu ninasema lazima niwe vile. Lakini nilipoanza kukua kwa mambo ya rohoni, Yesu akanionyesha mission nyingine. Unaelewa sawa? Nje na kazi yako, nje na biashara yako, nje na kile unachokifanya, ukikua kwa mambo ya rohoni, Mungu atakuonyesha kile ambacho amekuleta duniani. Kila mtu ambaye yuko hapa, kuna jambo la kimungu amemleta huyo mtu kulifanya. Whether ukatae au utake usitake, kuna jambo ambalo Mungu ameliweka kwako, ambalo hilo jambo linakutaka.
lakini haliwezi kutokea. Linahitaji ukue, kwa sababu Mungu na yeye ni Mungu wa mambo makubwa. Analeta mambo makubwa, lakini wewe ni mdogo sana. Anahitaji utoke kwenye level ya udogo sana, uingie kwenye level ya ukuaji. Ukishakuwa, kuanzia hapo, maarifa ya roho, maarifa ya kimungu, maarifa ya mapenzi yake, hekima yote, ufahamu wa rohoni unaingia kwako. Ndio kuanzia hapo unajiona mbona kama unapoteza muda. Lakini siri hizi ni kubwa, zinamtaka mtu akue. Ndio maana Timotheo wa kwanza 3:16 Paulo anaongea kitu kizuri sana pale. Paulo anaongea kitu kizuri kwa Timotheo wa kwanza. Timotheo wa kwanza 3:16. Asema bila shaka siri ya utauwa ni kuu. Mungu alidhihirishwa katika mwili, akajulikana kuwa na haki katika roho, akaonekana na malaika, akahubiriwa katika mataifa, akaaminiwa katika ulimwengu, akachukuliwa juu katika utukufu. Siri hii ikiingia ndani yako, tunataka mtu mmoja atoke kwenye level ya kuwa mtoto ndani ya kanisa kwa mwezi mzima. Yaani mwezi tangu umeokoka ujione hairuhusiwi kuwa mtoto. Tunataka mtu mmoja atoke kwenye level ya utoto baada ya mwaka mmoja kuwepo kwenye nyumba ya Bwana. Tunataka mtu mmoja atoke kwenye level, aanze kumexperience Mungu binafsi, akue, afikie kwenye ufahamu wa rohoni. Ukishakuwa kwenye mambo ya rohoni, mambo ya mwilini yanakuwa ni automatic. Una mikono yako juu, na nataka niombe na watu wanaosema mimi nataka nikue. Na mambo ya rohoni hakuna kukomaa, hakuna kuwa mtu mzima. Ukifika level ya mtu mzima, kuanzia pale ule utu uzima linakuwa ndo darasa lako la kwanza, unakuwa na madarasa mengine mbele.